Bila shaka unaifahamu filamu ya Yesu ama Jesus kama wengi wanavyoita. Aliigiza filamu hile kama Yesu, jina lake halisi ni Brian Deacon. Huyu ni mwigizaji wa filamu na alizaliwa mnamo tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 1949 huko Oxford nchini Uingereza. Akiwa ni mtoto wa pili katika familia yao, baba yake akiwa fundi makenika na mama yake akiwa nesi. Brian alipita kwenye mchujo mkali wa waigizaji zaidi ya 1000 ambao walifanyiwa mahojiano, huku 260 wakijaribishwa kuigiza kama Yesu. Katika orodha ya watu 1000 peke yake alikuwa ni Mwingereza katika waigizaji wa Israel walioingia kwenye usahili huo, akiwa chini ya kampuni iitwayo New Shakespeare, ambayo ndiko alikokuwa akifanya kazi za sanaa majukwaani na uigizaji. Brian amewahi kusikika akisema kabla ya kuchaguliwa alikutana na mtihani wake wa kwanza uliokuwa ukitoka kwa wakala wake aliyemvunja moyo kwa kusema kuwa hataweza kuigiza kama Yesu. Hata hivyo, baadaye alifanikiwa, na baada ya hapo akawa na wakati mgumu kutoka kwa watu wa kila aina. Kila mmoja alikuwa akijaribu kumwelezea jinsi anavyotakiwa kuigiza sauti ya Yesu, vitendo na mambo mengine, ingawa yeye alisema atatumia sauti yake na maelezo kutoka kwa mwongozaji. Brian amewahi kusema wiki 3 kabla hawajaanza kurekodi filamu hiyo, alisoma kitabu cha Luka Mtakatifu zaidi ya mara 20 kwa kuwa filamu hiyo imenukuliwa katika kitabu hicho. Kusoma kwake huko amedai kulimpa nguvu na moyo wa kuigiza filamu hiyo na kuweza kumfahamu vyema Yesu Kristo kuwa ni mtu wa aina gani. Filamu ilitumia muda mrefu kukamilika. Palikuwa na waigizaji wengi na waliigiza kwa masaa mengi, yaani kuanzia saa 10 za alfajiri mpaka jioni sana. Siku moja anasema wakati anaigiza alikuwa anawaombea watu. Mara mwanamke mmoja alimshika mkono wake. Kumbe alikuwa na mapepo. Alipomwombea, mapepo yalimtoka mwanamama huyo, jambo ambalo lilimfanya aokoke mara moja baada ya kumaliza kuigiza filamu hiyo. Brian alikutana na mtihani mwingine. Ni siku walipokuwa hotelini mjini Tel Aviv, ambapo hoteli aliyoifikia iliwaka moto. Licha ya kwamba wote walitoka salama, tukio hilo lilichukuliwa kama mpango wa Ibilisi kuipinga kazi hiyo iliyokuwa ikiendelea. Haikuwa kazi rahisi kurekodi filamu hiyo, ukizingatia kipindi hicho teknolojia ilikuwa duni sana. Baada ya kumalizika kurekodi kwa takriban miezi 18, filamu hiyo ilianza kuonyeshwa kwa baadhi ya watu, na ndipo hata yeye kwa mara ya kwanza akaona ni kwa jinsi gani filamu hiyo ilivyokuwa na nguvu. Baada ya filamu hiyo, Brian alirudi kuigiza majukwaani na kwenye runinga, ambapo kwa miaka zaidi ya 30 sasa tangu kutoka filamu ya Yesu, tayari imetizamwa na watu bilioni 3 duniani kote katika nchi 233 kwa takwimu za mwaka 2001. Filamu hiyo ambayo ilitengenezwa chini ya Campus Crusade for Crusade, ambao kwa sasa wanaitwa Life Ministry, pia nchini Tanzania ipo, wakiwa chini ya mkurugenzi Dismas Shekalage, ambapo tayari imetafsiriwa katika lugha zaidi ya 500, huku nyingine zaidi ya 200 zikiwa njiani kutafsiriwa. Brian anawaambia watu kwamba yeye ni mwigizaji tu na sio Yesu kama watu wengi wanavyomchukulia. Filamu nyingine alizowahi kushiriki ni pamoja na AZ and Two Notes ya mwaka 1985, The Feathered Serpent ya mwaka 1976 hadi mwaka 1978, na tamthilia iitwayo Lilie iliyoigizwa mwaka 1978 akitumia jina la Frank Miles. Kwa sasa ni mzee, ingawaje bado anajihusisha na masuala ya filamu, na mwaka 2013 alicheza filamu yake ya mwisho inayokwenda kwa jina la Mistaken. Alifunga ndoa yake ya kwanza na Rula Lenska, ambapo alizaa naye mtoto mmoja aliyefahamika kwa jina la Lara Deacon, na ndoa yake ya pili alioana na mwanamama Natalie Bronch mnamo mwaka 1998. Na hii ndiyo historia fupi ya Brian Deacon, mwigizaji maarufu na mwigizaji mkuu wa filamu ya Jesus ama Yesu.
iliyoigizwa mwaka 1979 huko nchini Israel.